tumepokea taarifa na tunajua kama Travis Scott anakuja. Natamani kujua kwanza ni show yake binafsi ameiandaa au ameandaa wa South Africa wamemconsult yeye wamemuita aje afanye, lakini pia ni show ambayo itakwenda kwa taratibu gani, itafanyika lini? Lakini ukumbi tunaujua ni FNB. Unyama uko pale. Bwana. Noma kabisa. Tuanzie hapo mzee. Of course Chris Brown alianzisha, unajua na watu wengi wameona kwa sababu ilikuwa ni historical kwa Chris Brown. Unajua ile show ya Chris Brown South Africa Traveler ndio show pekee kwenye maisha ya muziki ya Chris Brown inaenda kuandika historia. Inamfanya perform mbele ya umati wa watu zaidi ya 100,000. Umeelewa? Umati wa watu zaidi ya 100,000 Chris Brown toka amezaliwa hajawahi kukutana nao kwa pamoja, alafu akahudumia kama performer. So kwa mara ya kwanza Afrika kupitia South Africa FNB umeenda kumwekea hiyo historia kwenye maisha yake ya muziki. So ni kitu ambacho kila msanii anayependa mafanikio akikiona ni lazima atamani naye kuweza kufanya kitu kama hiko. Sio, umeelewa? Man. So kwa Travis Scott kuja South Africa, kabla sijajibu kwamba ataenda kumlipa au kumzidi Chris kwa kila alichokifanya, hii show hajaandaliwa na mtu yote. Mara kwanza nasikia ulivyokuwa umeanza hapo kasema kwamba South Africa wamependa. Of course wamependa kwa kuweka miundombinu ambayo ni wezeshi rafiki, sio, umeelewa? Kwa sababu end of the day hiyo ndio faida ya kuwa na vitu kama hivyo, arenas kubwa kama hivyo. Manake vitu vinakuwa vina flow venyewe. Lakini kwa show ya Chris ya nani? Travis Scott ni kama ya Chris Brown. Travis ametangaza tour yake ya mwaka 2025 Circus Maximum's Tour ambayo watadondoka Afrika, ataenda pia na bara la Asia, umenielewa sijui. So Afrika kama unavyojua, Afrika ameweka pale South Africa Joburg, na hii itakuwa ni Oktoba, mwezi Oktoba soon tu, yani sio mbali wala nini, sio, umeelewa? Fulani ya campaign Tanzania. Exactly, Oktoba 11. Chris atadondoka zake pale South Africa. Inakuwa ni uchaguzi, sio campaign. Of course uchaguzi muda karibia mwisho wa mwaka tunaelekea. Mwaka uchaguzi ndio Oktoba ya. Umenielewa sijui. Kwa Chris Brown amefanya mwezi wa 12, then Travis anakuja kufanya Oktoba 11. Na kama unakumbuka hii Travis Scott inawezekana akaja na asije vile vile kwa sababu of course unajua mambo tunaangalia na historia sometime. Mwaka 2023 mwezi Julai Travis pia aliwahi kutangaza kuja Afrika katika pyramid zile za Ajab za Gaza nchini Misri kama unakumbuka. Na alikuwa ameplan kuja kuzindua album yake ya Utopia, lakini hakufanikiwa kuja. Baadaye waandaaji wa onyesho lake lile la Live Nation walidai kwamba kulikuwa kuna changamoto kidogo ya utayarishaji wa show kwa sababu eneo ni kama unavyojua ni eneo la jangwa, umeelewa sijui. Lakini pia kuna baadhi wengine walikuwa wanaamini kwamba Travis ni mtu wa Illuminati. Kwa hiyo kwa sababu ni Illuminati walikuwa watamani au hawataki kuruhusu hiyo kufanyika show yake maeneo ya Misri kwa sababu ya tamaduni zao ambazo wenyewe wanasema haziruhusu kufanya vitu au kushirikiana na watu ambao ni Illuminati. So kulikuwa kuna hiyo perception na mindset kwamba Travis inawezekana ni Illuminati, ndio maana show yake ya pyramid Gaza kule ikashindikana. Sio, umeelewa? So that's why nakwambia inawezekana kama ametangaza kuja South Africa Oktoba 11 na isiwezekane vile vile kwa sababu amewahi kutangaza kuja Afrika mwaka 2023 na haikuwezekana, but tunaomba iwezekane kwa sababu wanavyozidi kuja wasanii huko Afrika wanaendelea kuja ku experience vitu tofauti ambavyo wenyewe walikuwa wamemezeshwa kuhusu Afrika, sio, umeelewa? Kwa hiyo leo hii amekuja Chris Brown anafanya show kali, watu wanapenda, then noises zinakuwa kubwa to the point wasanii wakubwa wengine wanaanza kuingiza Afrika kwenye list ya mataifa au maeneo ambayo wanatarajia kuyatembelea kwenye tour zao. So huu ni ushindi mkubwa sana kwa Afrika, ni ushindi mkubwa zaidi kwa South Africa, na ni wake up call pia kwa mataifa mengine ya Afrika ambayo hayana venues au hayana arenas za kuweza kuaccommodate wasanii wakubwa ambao unajua kabisa wana namba kubwa ya mashabiki. So kitaalam ni kwamba Chris Brown tungekuwa tuna arena ambayo inachukua watu 200,000+ na vitu kama hivyo, ile show yake ya South Africa ingefanyika pengine usiku mmoja. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu arena ilikuwa ni ndogo, uhitaji ulikuwa ni mkubwa, demand ni kubwa, ikabidi Mnyamwezi afanye siku 2 back to back. So kwa Travis I don't see it kama itakuwa ni siku 2 back to back kwa sababu kama nakumbuka
wakati tunatangaza ile show ya Chris Brown imetangazwa, ni kwamba tumeitangaza leo, kama kesho kutwa tumekuja tukasikia uwanja unaonekana ni mdogo, kwa hiyo watu inabidi wapate ticket zaidi. Kinawezekana vipi hivyo? Ni lazima iongezwe siku nyingine. Kwa hiyo okay, nimeona tamasha la Travis kuja South Africa, hype yake ni nzuri, nimeipenda, lakini sija feel kama inakaribia ile hype ambayo ilikuwepo kwa Chris Brown. Sasa najaribu kuwaza kitu kimoja. Unajua hype ya Chris Brown sometime imeletwa na wale umoja wa wanawake wa South Africa ambao walianza kujitokeza front, wanawake zaidi ya 20,000 plus ambao walikuwa wanapinga ujio wa Chris Brown South Africa kwa sababu ya historia yake ya kuwa anatesa wanawake na kuwapiga. Unyanyasaji fulani. Unyanyasaji. So I think ile on one way or another iliendeleza ile tension ya wa South Africa wenyewe ku prove wrong wale wakina mama na kundi lao kwamba no, anaweza akaja na tukatisha, kwa hiyo we going to buy tickets. Umeelewa? Na kweli walitisha. Na walitisha kinoma. Sio, umeelewa? So kwa Travis Scott sitamani kusema kwamba hawezi akajaza kwa sababu hiyo ni kitu ambacho najua it's obvious lazima atajaza. Umeelewa? Lakini kwa namba kama ya Chris Brown I don't think so, kwa sababu inabidi ujue kitu kimoja Travel. Ile F&B inachukua watu kama 94,736. Sio, umeelewa? Lakini Chris alikuwa anaingiza watu zaidi ya 100,000 kwa siku. Maana yake the demand ilikuwa ni kubwa zaidi kiasi kwamba ilibidi watu wajisoti tu humo ndani. Shout out to my main DJ Chiki kujisoti master. Ilibidi watu wajisoti, umeelewa? Ili waweze kupata nafasi ya watu kadhaa waingie na kutimia ile namba ya watu 100,000. So I feel the response ya watu wa South Africa wanaenda kwenye page ya Chris Brown, wana comment like South Africa is ready for you Travis na vitu kama hivyo, ila I don't know man kama ataenda kuifikia ile peak ya Chris Brown, kwa sababu Chris Brown ilikuwa ni kama time yake yani ya kujisafisha na kujionesha kwamba mnaweza mkawa mnataka kuni cancel Marekani, lakini mimi nina maeneo yangu kibao ambao nikidondoka. So poa. Umeelewa? Sijui mimi ni mfalme. Na unakumbuka kipindi ambacho Chris Brown alikuwa kwenye ile saga la P Diddy, walimuingiza huko ndani kwamba naye anakuja documentary yake ya kutesa wanawake. Kuna wanawake wengine watatestify wapi ambao watu hawajui kuhusu Chris Brown ama alivyokuwa na watesa before na vitu kama hivyo, lakini end of the day Mnyamwezi akashinda. Sio, umeelewa? Na akaja Afrika akatisha. Nataka tuje hapa kwa dakika moja. Okay. Why title ni Circus Maximum? Yeah. Kwa nini jina ni Circus? Inawezekana kuna mtu mwingine akaiona ile kuna maana iko hapa. Of course inawezekana, sio inawezekana, yani kwa Wanyamwezi wetu, umeelewa? Watu wote ambao wanafanya vitu vyote kwenye career zao, especially mziki kama Travis na wengine wanakuwa na maana. Umeelewa? Ya kila ambacho wanakiandika au wanakifanya. Kwa hiyo obvious hii Circus Maximum Tour ina maana kwa sababu kwenye album yake Travis ambayo alikuwa ameiachia, umeelewa? Mwaka 2021 ambayo hadi alitamani kuja kufanya show. Alitamani kuja kufanya show Misri na vitu kama hivyo, umeelewa? Alikuwa kuna ngoma moja ambayo aliifanya kwenye album ya Utopia, akamshirikisha Swahili pamoja na The Weeknd. Sio, umeelewa? Ilikuwa ni ngoma ambayo imezaa tour hii ambayo anaifanya sasa hivi. Kwenye ile album ambayo ilikuwa na tracks 12, kuna ngoma ambayo ilikuwa inaitwa hivyo, jina hilo la tour. Kwa hiyo ameipa kama unyama au ameipa ujiko fulani, sio, umeelewa? Ili mwisho wa siku aendeleze ile legacy ambayo alikuwa anaifanya. Kwa hiyo Circus Maximum ni jina ambalo ameshalitumia, akishalifanyia ngoma, na jina lake ambalo analitumia kitaalam ni kwamba anaweza asiwe na mamlaka nalo kwamba ni la kwake kabisa, lakini as long as amelitumia kwenye project yake maana yake analimiliki. Sio, umeelewa? Analimiliki. Kwa hiyo ni vitu fulani hivyo zetu wanamaanisha kila ambacho wanakifanya. Yani hata ukiona Mnyamwezi amevaa zake cape imeandikwa kwa herufi moja tu au mbili, wewe unaweza usielewe na maana gani. Lakini ukikaa naye chini ukimuuliza mzee wangu hivi kwa nini, atakupa maana ambayo pengine inaweza kukufungua pia nawe vitu kibao ambavyo ulikuwa unajui kuhusu yeye binafsi, au labda ni brand tu na kampuni ambayo anaifanyia kazi. Sio, umeelewa? Yeah man. So kwa haraka mimi nilikuwa natamani ni wapitishe watu kwenye vitu ambavyo ni obvious inabidi wavitegemee
kwenye show za mtu kama Travis Scott kwa sababu nitakupitisha haraka kwa sababu gani? Travis Scott ni mtu ambaye show yake kwanza waga zina energy sana, like energy kwenye performance. Travis ni mmoja wa wasanii ambao wanajulikana kwa kuleta nguvu kubwa sana na ile excitement au shauku kwa mashabiki, umeelewa, kiasi kwamba ana uwezo wa kufanya shabiki akavua shati. Unaona wasanii wa singeli wanavyofanya, sijui vua shati twende kulia, kachume zile fimbo, sijui kafanyaje njoo huku timua vumbi. Travis anaweza kawa ni msanii wa singeli wa Marekani kwa sababu ana hiyo energy sana kwenye shows zake, umeelewa sijui. Ukiangalia playlist za Travis Scott ni mnyamwezi ambaye mimi napenda zaidi. Unajua kuna wasanii wengi, of course sio mbaya kuweza kupromote ngoma ambazo ni mpya umeziachia ili wa mashabiki zako wazijue, lakini kwenye show kama ya South Africa mimi sitegemei Travis Scott aje kuperform ngoma mpya ambazo mashabiki wengi hawazijui, kwa sababu unajua mazingira yake ni tofauti na Marekani. South Africa watu wanafuatilia ngoma zao, lakini tunafuatilia zaidi ngoma zetu pia, sio, umeelewa? Kwa hiyo inategemea Travis aende akaperform ngoma kubwa ambazo ni hit watu wanazijua duniani, magoma kama Sicko Mode, magoma kama Goosebumps, magoma kama Fin, magoma kama Highest in the Room, umeelewa sijui. Ngoma ambazo unajua kabisa hata akija bongo hapa akiplay watu wanaruka na hizo ngoma. Lakini kitu kikubwa ambacho napenda kwa Travis ni kwamba huyu jamaa is more of collaborative, like ni mtu ambaye ana collaborate na wasanii wengine kwenye show. Anaweza katangaza show yake peke yake South Africa, lakini ukashangaa ile siku anakuja na wanyamwezi hata watatu wengine. Playboy Carey, umenielewa sijui, but the Playboy Carey pia ni mnyamwezi wake kwenye ngoma, kwenye album wana ngoma akafanya na Travis. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wanatoa sana mashavu kwa wasanii wengine kwa sababu wana mahusiano mazuri na wasanii wengine. So tutegemee mtu kama Kanye mala boop amedondoka na Travis, kwa sababu ukija kwa idols watu ambao wameinspire Travis kuwa ambient. Unajua Travis ni msanii ambaye anaitwa ambient. Ambient ni kwamba ni msanii ambaye anatumia zaidi sound, yale sauti yake inatokaje, ni auto tune, kama auto tune manini, wanaitwa ambient artist. Ni wasanii ambao wenyewe wanaiperish zaidi sound, wanatamani sound yao yani sound hata kama unielewi, lakini ukisikia ngoma yangu ije in every time, like ije kwa namna zote zile, lakini wewe utamani kusikiliza. Kwa hiyo ni kitu ambacho wamekuwa inspired na mtu kama Kanye West, mtu kama Kid Cudi, umeelewa, ndio watu ambao wameinspire. So inawezekana pia Kanye mara bu ba ndani ni mwanae, ni mtu ambaye amemsupport pia sana Kanye kwenye show zake, kakaangu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.